Entertainment International exclusive interview ya Global TV with your best presenter Kelvin Shayo. Nipo na msanii wa kimataifa kutokea kule nchini Burundi, Gaga Blue aka Utaipenda. Au sio? Baada ya hapo pia nikukumbusha kupita Sinza madukani Vunja bei uweze kushine kwa punguzo nusu ya bei kwa vitu vikali 15 bei, t-shirt kali, trouser kali 19, simple rubber kali 23, pamoja na pale Mbagala za KM Da Live wanapatikana, wana matawi mbalimbali pia sehemu nzima. Unaweza ka follow Instagram @vunjabei_store. Baada ya hapo pia turudi kwako Gaga Blue, tupate flavor ya Utaipenda. Tunajua una ngoma nyingi ambazo zimepita, kuna Mambo, kuna Utaipenda featuring Natasha pia kama nitakosea, utuambie tupate flavor kwanza ya Utaipenda. Baada hapo tutakuja kwenye ngoma mpya ambayo ndio imefanya siku ya leo tukawa naye Gaga Blue kupitia hapa Global TV Entertainment exclusive interview. Wapo wengi mtaani wamesota na slide, magari twa kukoda katfanya mjui slide. Ukishaferi mziki sio kwamba umeferi maisha, uza hata nyanya unaweza wakilisha. Gaga Blue aka Utaipenda. Ivo ivo uwe mzuri we mbaya, hivo hivo wanasema nimerogwa, hivo hivo kawambie nakupenda, hivo 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 uwe mzuri we mbaya, hivo hivo wanasema nimerogwa, hivo hivo kawambie nakupenda, hivo hivo. Kisha feli mziki sio kwamba umefeli maisha. Uza hata nyanya unaweza wakilisha. Kiswahili kiflani kimenyoka, tutapata siri ya kwa nini Burundi pia wanaongea hivyo, au kuna karibu hiyo sehemu ambayo unatoka ni karibia na Tanzania hivi? Hapana, mimi unajua mimi nimezaliwa town Bujumbura. Ya, na nimesomea pale sasa, na hadi kwetu tunaongea sana Kiswahili sana. Ya, ndio kwa maana nyimbo zangu zote nafanya mara nyingi sana Kiswahili. Historia yako katika muziki ulianza vipi muziki na maendeleo yako mpaka kwenye kufikia Utaipenda kabla ya kuja kwenye ngoma mpya? Okay, naweza nikasema mimi kwanza kabla ya kwanza kuimba nilikuwa na dance music. Kuna dance music, baadaye nikaacha kudance, nikaingia kwa kuimba. Na sio Utaipenda tu, nilikuwa nishafanya nyimbo nyingi, lakini Utaipenda ilinipatia mabadiliko zaidi ya kwanza mimi kujulikana ku professional zaidi. Nyuma hapo nimefanya nyimbo yangu inaitwa Mambo, na hizo ni nyimbo ambazo zilimenipush mimi mpaka giso unavyoniona hapa. Yeah. Katika mafanikio yako Natasha ana mchango gani kwenye mafanikio yako kimuziki? Natasha unajua ni dadangu. Pia tumekaa chini tukapiga, unajua kwanza mimi Natasha mimi ndio nimemwomba collab. Nilimkuta kwake, tumekaa chini kama tunafika hapa mimi na wewe, tukaikaa tukachagua kwa nyimbo 3, tukachagua nyimbo moja kapenda hiyo Utaipenda, tukaandika tukaenda studio, na kusemesha ukweli amenisaidia hapo. Pana mchango wake mkubwa sana kupitia hiyo nyimbo, na ikafika mbali, tukapiga mashow kupitia hiyo nyimbo. Kweli nashukuru Mungu, namwambia asante my sister. Yeah. Tukijaribu kuangalia kuna flavor fulani ya kama Gaga Blue unaimba, lakini Gaga Blue kwa namna moja au nyingine una rap. Wewe muziki wako umesimama upande gani zaidi? Upande wangu mimi ni rap. Lakini nilipotaka kukua professional zaidi, nimejaribu na niimbe, kwa sababu ukitizama nyimbo wasanii wakubwa kina Drake wa nani waliona wote wanaimba. Sasa nikaona lazima chana mimi nibadili style, niimbe na ni rap, kwa sababu style zote nazijua. Yeah, nikafanya hivyo na nikaona mabadiliko, kwa sababu kwanza producer, unaona kweli nitaweza. Producer uko sawa, unaona, usiogope wewe kama unajiamini fanya. Nikafanya kweli kitu kinakuwa safi, na watu wamenichukulia poa, na ndio hivyo. Yeah. Una miaka mingapi kwenye game? Sina miaka mingi, mimi ningali new artist. Sina miaka mingi kwenye game. Ninaanza kusema kwa sababu mimi nimezaliwa niko nacho kipaji, labda hiyo miaka niko nayo mingi, lakini sina miaka mingi kwenye game. Sina hata nyimbo nyingi. Yeah. Lakini miaka yako kwa ujumla tangu kuzaliwa mpaka sasa hivi? Yeah, niko na miaka 27. Rudi kwenye upande wa ile ambayo imesababisha sasa tukawa naye Gaga Blue kupitia Global TV. Inaitwa Ivo Ivo. Yeah. Ni nyimbo yangu ambayo nimekuja kutumika hapa. Kweli nashukuru Mungu, nimemshirikisha Young D. Yeah. Ilikuwaje mpaka ikawa Ivo? Lakini pia tunajua
mtazamaji, hiyo hivyo ya kwake Gaga Blue tayari ni official released kwenye channel yake ya YouTube na tumeiangalia pia, na kama hujaiangalia fanya kuitembelea uangalie, utaweza kujionea vitu. Kuna vitu fulani vizuri mule ndani unajua ambavyo kwa namna moja nyingine mwenyewe nikaangalia nikawa nimeipenda pia. Hasa nimetoka kwenye hivyo ya kwake nikarudi kwenye utaipenda ya hiyo iliyopita, unajaribu kujiuliza kuna vitu gani. Kwa hiyo tujue historia ilikuwaje mpaka ukaamua kuja Tanzania, ukafikaje Tanzania, safari yako ya kutoka Burundi kuja mpaka kufika huku na kuweza kufanya kazi ilikuwaje? Unajua mimi kwanza moja naweza nikashukuru management yangu ambayo yeye ndio ilinipatia hiyo plan. Akaniambia Gaga, nyumbani ushahidi uko star. Sasa inabidi kusema uko star zaidi kwenye international, yani East Africa hadi Afrika nzima, inabidi utoke nje ya nchi. Okay, tumechagua nchi, mimi nikachagua Tanzania. Tumechagua Tanzania, manager wangu akaniambia sawa. Akalipa tiketi, nikakuja hapa, nikaenda studio kutafuta studio, nikalipa studio, katafuta management ya Young D, mambo yakaendeka hivyo pole mpaka gisi tukafanya song ikakuwa sawa, ikakamilika. So wakati unatoka Burundi unakuja Tanzania, ulikuwa hakuna mtu yeyote ambaye ni mwenyeji wako Tanzania? No, hakuna hata mmoja, lakini management yangu, kwa sababu ni management yangu ni kubwa, I. Unaona ni kubwa, yeye ndio amenitafutia mwenyeji wa hapa ambaye mwenye atanionyesha kila kitu. Akakuwa ametangulia na ndio ambaye alionipokea, anaitwa Kevo. Ndio alionipokea na ndio mwenye alinifikisha hadi studio, na namshukuru kweli, namwambia tena na yeye asante, kwa sababu bila yeye singekuwa hapa. Kwa maana hiyo yeye alikuja akatangulia akaweka kila kitu sawa, wewe ulipofika moja kwa moja ukafika tu studio? Au kulikuwa kuna hustling ambazo zilitokea baada ya kufika Tanzania ukaanza kutafuta studio? No, studio alikuwa anajua tu bei, unaona. Alikuwa anajua tu bei, mimi nimekuja na hela. Unaona, yani nilikuwa ananionyesha tu njia studio kwa Mr. Tita chini hapa. Ukitaka kuongea na kuhusu nini ni hichi, ukitaka kwenda fanya video producer ni huyu, yani ndio ilikuwa kazi ya kunionyesha, kwa sababu najua Tanzania ni kubwa na ningesema nijilete mimi mwenyewe labda singefanyikiwa, unaona. Kwanza hata kuona nyinyi nimepitia yeye, wakati nakumbuka tulikutania studio, unaona, nikaona kazi zenu nikasema ni wakali, yani nikafuata kwambia mnajua nini, mimi ni msanii kutoka Burundi, nikashukuru mkanipokea salama, unaona. Ukaniambia wewe vipi, wewe akilisha kitu kikua kikali tutakusupport. Unaona, mliona ngoma ikatoka kali mkasema Gaga Blue mkanisupport bila pressure yoyote, bila kunichenga, unaona. Kwanza naanza ngasema kwanza nawashukuru. Na mimi mtazamaji niongeze hapo, nakumbuka kati nakutana na Gaga Blue, hiyo nyimbo yake ilikuwa bado hajamaliza hata kuirekodi. Kweli tulizungumza naye, tukakubaliana naye kwa sababu aliomba tuweze kufanya kazi yake, na kama wasanii na kama kazi ya Global TV tulikubali na tukatimiza jukumu letu, kumwambia hakikisha kitu kikiwa kikali, na kweli vitu vimekuja vikali na tunakuletea kwako, na yeye tupo naye siku ya leo. Kuna video imetoka tayari, kuna Q-Boy inside mule, kuna Young D, Young Dar es Salaam na watu wengine, na kuna mdada fulani hivi niite video vixen hivi hatari sana. Sasa basi tutakuja kujua mawili matatu kuhusiana na hayo yote, ilikuwaje mpaka ukawapata wote na kazi zikaweza kufanyika. Tupate flavor. Ivo uwe mzuri uwe mbaya, Ivo wanasema nimerogwa, Ivo kawambie nakupenda, Ivo nimeambia wanawake, unajua. Ya kuhusiana na kukutana na watu ambao wapo kwenye video ile, kina Young Dar es Salaam, ilikuwaje mpaka akaweza kwanza kushirikishwa Young Dar es Salaam na sio msanii mwingine wa Tanzania? Lakini pia kwenye video nimemuona pale mkali Q-Boy Msafi naye ametokea mule, ingawaje hakuna sehemu ambayo tumemuona akiwa anaimba, labda ile ni kawaida tu, lakini ngoma hivyo ilikuwaje yani pale mpaka Young Dar es Salaam sio msanii mwingine kwanza? Unajua Young D kwanza mimi napenda style yake, unaona, rap yake, kwa sababu mimi mwenyewe na rap, unaona. Sasa nikaona gisi mimi naimba Young D rap mle ndani ngoma itakuwa nzuri zaidi, unaona. Wakati Young D alifika pale, akafika studio, akasikia ngoma nzuri, Young D ana roho mbaya, alichukua nyimbo na akatia sauti, akaniambia Gaga, kwa sababu nataka ngoma yako iwe nzuri zaidi, inabidi niimbe Kirundi, unaona, niimbe Kirundi cha kwenu. Nikamonika, tukatafuta mbili, tukakaa chini, tukatafuta mistari 2-3 ya Kirundi, akaimba Kirundi, ngoma ikakuwa nzuri zaidi. Okay, kusema Q-Boy au kuhusu Q-Boy kwanza, na ndio anashimamia kuhusu Young D kuhusu mavazi, na wakati nimetumika na Young D nilifikana na tu moja kwa moja na mimi mshirikishe Q-Boy kuhusu kushimamia mimi mavazi. Q-Boy ndio ameshimamia kunivalisha mimi na Young D katika video.
Ya, umesema unaipenda sana style ya Young D katika kurap kwake. Unaweza kidogo ukatupa flavor ambayo ilikufanya siku ya siku ukatambua na ukapenda Young D anavyoimba kama yeye Young D, kama unaweza kitu kama hicho? No, unajua Young D ameanza imbanga kimtoto. Unaona? Na ile nyimbo yake inaitwa Ujanja Ujanja. Ile ngoma ambayo mimi nilikuwa napenda kusikia kila saa niko nyumbani, niko ujanja ujanja. Unaona ile ngoma mimi nilikuwa naifeel sana, nilikuwa naipenda sana. Kufika hapa nikuja kumtafuta, nikafika nikakutana na Bongo Bahati Mbaya iko on top. Kafa nasema da taimba naye. Na nika kweli haja nisumbua kweli mpaka saizi niko hapa, kile kitu kimeendeka safi. Nashukuru Mungu, yani mambo yote yako safi yani mpaka saizi yani. Na ndio kwa maana ukiona kwenye Instagram yake ana posti video yangu, unaona mimi kuna posti inanisaidia mimi na mimi kwa Watanzania kunifahamu. Unaona, na ndio gisi mnavyonipokea salama inanisaidia East Africa kunifahamu, kwa sababu nyinyi mnaona yani nyinyi mko pote. Unaona, kupita hapa kwani sio rahisi. Unaona, lakini ni bidii wewe msanii, na nyinyi mnasema kazi gani ya msanii amefanya. Kweli naweza nikasema kweli niko naona kama miujiza, lakini ni ambazo zilikuwa katika ndoto zangu. Sasa ndoto zangu siku zinafanya zinakamilika. Kwa hiyo ule msemo wa dreams come true upo live. Yani zile ndoto nilikuwa naota ni Yesu. Sijapiga swata. Tukizungumzia audio production niko Mr. T Touch. T Touch ambayo alisaidiana na Makodi. Video production Msafiri Kwetu Studio. Msafiri Kwetu Studio. Challenges zipi ambazo huwezi kuzisahau kwa mazingira ya kufanya kazi Tanzania ukilinganisha na mazingira ya kufanya kazi nchini kule Burundi? Tanzania kweli mnafanya music iko professional sana. Mnajua nini chenye mko mnafanya. Unajua kwetu sisi wasanii wengi wanajua, lakini hawajui pako wengi hawajajua nini chenye wako nafanya. Lakini nimekuja kugundua hapa Tanzania mnajua kufanya yani ile push music ende mbali. Unajua mimi nikutana Tanzania amlali. Unaona amlali yani mtu yani kutana na mtu wa barabarani ndoto zake ni kuwa msanii, na ukitizama kazi zake ziko nafanya unaona kweli ziko professional. Ana uwezo mkubwa, lakini ukimtizama katika kioo unaona kweli iko professional. Sasa mimi chochote nimegundua Tanzania, na pia mko na roho nzuri, hamna ubaguzi. Mtu kama anajua mnampatia na ile chance yake aoneshe kazi zake. Hicho sitakisahau katika maisha mwangu. Hamna ubaguzi, kila mtu mnampatia nafasi yake ya kuonesha kazi zake, anajua nini. Ni kitu gani ambacho wewe katika maisha yako kimuziki kwa sasa hivi unawishi sana kukifanya na bado hujakitekeleza? Kitu cha mimi naotaka katika maisha mwangu ni hicho niko nafanya. Yani niko nakifanya sasa. Niko naenda ni kama leo niko na nyinyi, kesho nitakuwa na wengine, kesho nitakuwa na nyinyi. Yani kile kitu cha naotaka kinakuwa. Kweli sasa kashukuru kwanza management yangu, kwa sababu ndio wanatuma mimi niko hapa, na ndio wanatuma mambo yote yanakuwa rahisi kwangu. Management ni U&I Studio ambayo inakusimamia wewe peke yako au kuna wasanii wengine wa kule nchini Burundi? No, U&I ni management yangu ambayo iko state, because inani state ya nani Amerika, na ambao tuko wanne. Kuna producer, wasanii tuko wawili na manager wangu. Maana tuko wanne, manager, msanii mwingine na eko state pamoja na producer wangu tuko state. Akimsanii mwenye anasimamia hiyo kampuni yetu hiyo U&I ni mimi mwenyewe hapa ambayo niko Afrika, wengine wote wako Amerika. Umewahi kupiga show Amerika kule? No, hivi sasa ndio tunaanza, na ndio mwaka wa kwanza hivi tumeanza nao, na ndio video ya kwanza unaona tunaanza nao professional kubwa. Tuna hizo plani. Tuna plani nyingi, unajua tuna plani ya kufungua studio Burundi, tuna plani ya kufungua vitu vingi. Siwezi kuviongea kwa sababu ni plani yenye iko kama siri fulani, itakuwa surprise, lakini tuko na plani kubwa, na sisi mtakuwa mnatuona East Africa. Unasema Gaga Blue ameniambiaga U&I naiona yani. Utatuona boss, tutachanganya yani mambo yani. Wasanii gani wengine ambao unawishi kufanya nao kazi hapa nchini Tanzania? Hapa Tanzania mwenye anafanya vizuri, unajua mimi Tanzania, mimi kwanza kivyangu mimi najua music, najua nini niko nafanya, na chenye niko hapa Tanzania na kuja kutafuta msanii gani naweza nikafanya naye ili Watanzania wanielewe. Unaona, sasa target yangu msanii ambaye anafanya vizuri ndio mimi natolea macho. Huyu akifanya vizuri na mtafuta anafanya vizuri, tunafanya naye, kwa sababu na mimi ni ikuwe rahisi East Africa kunielewa mapema. Unaona? Tukizungumzia historia ya maisha yako kimuziki sasa hivi, ni level zipi au ni msanii yupi wa kimataifa ambaye unatamani zaidi pia kufanya naye kazi, ukitoa Tanzania, ukitoa Burundi? Nawazaga Wizkid. Kwa nini Wizkid? Umri wake, gisa anavyoimba, gisa anavyoperform, na mwazaga yeye yani. Katika maisha mwangu namuonaga Wizkid. Naonaga kweli nikimba na Wizkid kweli roho yangu itafikaga nafasi yani.
Okay. Tuzungumzie kidogo sasa kwenye ngoma yako, kama kuna chochote kitu ambacho unadhani umekisahau au hatujakizungumzia kwenye hivyo. Okay. Ngoma yangu mimi naweza nikasema kwanza, kitu cha kwanza niko na utafikiri ni miujiza, niko na shukuru tu. Hakuna chenye tushasahau, lakini chenye nasema nashukuru management ya MD, nashukuru management yangu, na washukuru nyinyi hapa kwa kujisikia mko mnanipush kweli. Niko na yani leo nyimbo inaeneza siku 3 iko kwenye YouTube, lakini nikiviews kwenye zinafika niko naona wow. Tafikiri ni miujiza, unaona. Lakini kweli yote tu ni kwa sababu vilikuwa vishagantikwa tu kama vitakuwa na viko vinatimika. Kwa Tanzania na wasanii wengi duniani, kila mtu anaamini katika njia yake ya kumpush kimuziki. Wewe unaamini njia gani ambayo inakusaidia wewe kuzidi kukua kimuziki? Njia yenye mimi inanisaidia kukua kimuziki ni njia kwanza moja, niko na heshima. Unaona, na kila kitu cha kinanifikia na kielewa kwa hiyo muda, kwa sababu unajua ukikuwa kwa msanii ukikutia hasira mbele, kazi zako haziwezi kaendeka sawa. Kitu hicho ndio kitu cha kwanza kinanipush zaidi, kwa sababu mimi ni mtu mvumilivu na kitu nakiona kinaroho inaweza kaniuma, afadhali naenda kivyangu inaniumia huko, lakini siwezi kuonesha wewe kama roho inaniuma. Hicho kwa kinanipush sana. Na kitu kingine kinanipush sana, na muheshimu sana manager wangu, kila chenye kinaniambia, ananiambia Gaga fanya hichi na kifanye, Gaga usifanye hichi na acha. Na hicho pia kinaniheshimu. Zamani nilikuwa sijajua nini nilikuwa nafanya. Mimi uko kinaniambia kitu, unaona kwanza unanizingua, kwa sababu nilikuwa sijajua nini nilikuwa nafanya. Lakini kwa sasa hivi nishajua nini nilikuwa nafanya, naenda katika program kinaniambia fanya hii wiki usitoki ndani, hii wiki usibaki ndani, au wiki nenda ufanye vurugu zako, unaenda. Lakini hicho ndio kiko kinanipush zaidi. Yeah. Nikuulize swali moja pengine, upo kwenye mahusiano? Kuhusu kwenye mahusiano ya kimapenzi hivi, labda una mke, una mpenzi hivyo? Kusema nifike hapa kwenye nipo, nimetoka katika kitu swala la mapenzi. Kwa sababu mapenzi na mimi, mapenzi yako yananirudisha nyuma sana kimusic. Hapa naanza kuambia niko na miaka kama 5 spendani. Kwa sababu nilisema kwanza nitafute music nifanye na nguvu. Kwa sababu nakutana nikiingia katika mapenzi, inanisumbua sana. Nataka show business za kupiga picha na mwanamke, labda nimemkiss, labda amenikisi, mwanamke wangu avumilii, mara nataka niende club, ananichunga, unaona, chunga simu yangu kufanya. Sasa hizo zinanituma mimi siko uhuru kufanya music. Nikaona afadhali niache mapenzi, nifanye kwanza music. Siku nitakamilika, najua mapenzi wanawake wako wengi, sio kusema wanakosa, wako wengi tena wanatachukua na mimi, lakini nimeonaka kwanza stop, acha kwanza nifanye music, is my life, acha kwanza nifanye music. Yeah. So umeacha mapenzi lakini umewaimbia wanawake. Yeah, unajua nyimbo nzuri ni kumsifu mwanamke. Duniani ukitaka kuweza kufanya hit ni kumsifu mwanamke na kuimba maisha, lakini cha kwanza ni mapenzi. Sasa na mimi katika nyimbo zangu nyingi, mara nyingi naimbaga mapenzi. Kwanza mimi wapenzi wangu wengi sana ni wanawake. Hata show zangu nyumbani nikipiga show, wale unakutana kwa mbele kuna Saraka kabla utani ni wanawake. Unaona? Hata ukitizama nyimbo zangu sasa, na mimi nakutana nyimbo zangu nyingi sasa na mimi natia ni wanawake, kwa sababu wale wanawake wanapush sana nyimbo zangu. Ya kio leo ni wanawake. Unaona, sasa nikiimba mwanamke na mwimbia mapenzi, unafuka why mimi, kwa nini asinipendi mimi? Ile kwa kunitafuta mimi na mimi sionekani inanipush. Yeah. Ila nikwambie kitu, kuna swali fulani hivi, ile nakwambia tu, ila yani umeli chomoka hivi hilo swali ujue. Kwa sababu umesema manager wako akikwambia kila kitu, hichi acha, hichi usiache, usifanye, vyote unakuwa unatekeleza. Sasa ndo nikaja kwenye mapenzi. Pengine kama ungekuwa kwenye mahusiano alafu manager wako anakuambia bana hapa acha kwenye mapenzi yako, alafu umependa, alafu umeshasema hivyo, je, ungekubali kuacha? Lakini bahati nyingine kwamba ndo upo single. Unajua manager wangu ni mtu ambaye mwenye kwanza ananielewa na pia naye anajielewa. Unaona, piko kitu tunaweza kukataza msanii kama sio kibaya. Msanii akikwambia no, kama uko mtu ambaye ni mtu mwenye unamtakia kitu kizuri, utanielewa. Lakini tuzungumzie kwa ufupi kidogo. Una mtoto? Sina mtoto. Hauna mtoto, au upo kwenye mapenzi? Ni kitu gani ambacho kilikuumiza sana mpaka ukaamua sasa kuacha mapenzi? Wanawake noma mzee. Tukio lipi hilo kwa upande wako ambalo lilikupige? Yani noma sana, lakini tu ndio hivyo. Unajua yenye imenitokeaga ni mwanamke nimekutana live na rafiki yangu. Na situation na mara nyingi kwa kupendana na wanawake unakutana, labda mimi sina uwezo, kwa sababu mimi niko na damu nzuri kupendwa na wanawake wazuri, tena wenye wengi wako na uwezo. Unakutana labda hizo ndo zinatumaga mimi, zinanumiza roho, labda nakutana labda ni simpeleki out, simpeleki club, usifanye nini, lakini nilikuja kugundua no, bado sijafanya kazi yangu, na nikibakia na umiza roho hivyo
siwezi fika kwenye mimi nahitaji, lakini niligundua nikasema wanawake wengi wananitaka, wengi sana, hadi mastaa. Unaona, wengi wananitaka kwa na mimi kimapenzi, lakini niligundua nisema acha wote niwatie kwa dada zangu. Akishakuwa dada zangu tafanya kazi zangu vizuri. Yani katika mazingira ulizungumzia kumkuta na rafiki yako, ilikuwa katika mazingira gani hapo ulipomkuta? Kwenye gari, ndani, chumbani, wapi? Unajua kumkuta sio mpaka nimkute live, ila tu ni ile tu nimegundua. Unajua Kiswahili changu na chenu kiko tofauti kidogo. Kugundua kama iko kihusiano na rafiki yangu ni kama gisi naweza kusema nimemkuta na rafiki yangu. Unaona sasa mimi niko ile mtu ambaye nikichukua uamuzi nachukua uamuzi hapo kabisa, lakini nikafika naona acha tu niachane nayo mambo, kwa sababu kitu kinifikia ningaki hivi mdogo na baki na umeumia ronge kimdogo, nitaumwa pressure mzee wakati ngaki mdogo, wakati ningali na mambo mengi ya kufanya duniani. Kama kuacha tu siku nitakuwa hiti na imani tapendana wa China, wazungu, watu wa Kiarabu, watu wa Tanzania, kwanza wa Tanzania wazuri. Unaona? Safi sana mzee. Wewe ndoto zako ni kuoa Tanzania? No, ndoto zangu sio kuoa Tanzania. Popote pale ila nipate tu mwanamke ambaye atakayenipenda, heshimu familia yangu, heshimu kazi yangu. Unaona? Anielewe. Hicho tu awe aina gani tu, ila akinielewa basi kwangu inatosha. Lakini wa Tanzania wazuri. Ubaya wa Tanzania wazima na wakubali, wanajua wana mapenzi, ila tunigundua wanaume wa Tanzania wana mapenzi. Umemwona channel live? Kwa sababu wanawake wananiambia hicho kitu. Nyinyi Warundi mna mapenzi, mnapatia samani sana wanawake, ila wakwetu sisi taweza. Nafika naona kumbe ndo safi, lakini mimi naelewa mimi sina muda mrefu hapa, lakini nishakutana na wanawake wananiambia hicho kitu wengi sana. Nikafika naona labda wanaume nyinyi amjuku wale wanawake wenu. Ndio hivyo mzee. Sasa naona mtoto unanifanyia mimi interview. Mimi mtoto sina, tuachane na maswala. Tuzungumzie mambo mengine. Tumalizie kwamba kwenye mitandao ya kijamii unapatikana vipi? Facebook, Instagram pamoja na Twitter, ili ukiposti pengine show zile, upo state au upo Burundi, upo Tanzania pia, upo sehemu yoyote ya Afrika, kona mbalimbali za dunia, watu waweze kujua kwamba Gaga Blue yupo sehemu fulani. Mimi napatikana Instagram, Facebook, Twitter, pote nipo. Pote ukitaka pote nipo. Nyimbo zangu ukitaka hata kule iTunes utasikuta. Pote unajisikia kutafuta nyimbo, ukiandika Gaga Blue unanikuta. Gaga Blue, jina moja tu hilo. Moja tu unanikuta. Ukiandika tu Gaga Blue unanipata. Neno la mwisho kwa fansi wako wote wa Tanzania na wa kimataifa pia, popote pale walipo katika kona ya dunia, unawaambia kitu gani? Neno la mwisho naweza nikasema kweli, unajua hakuna mtu mwenye ko perfect duniani 100%. Kila mtu anakuaga na kasoro. Unaona? Sasa naweza nikasema kwanza naweza kuwa labda nafanya kitu kibaya mimi sijui, kwa sababu mimi niko mwanadamu. Naomba kwanza wako wananielewa. Unaona? Sifa music inakuaga na sifa nyingi, naweza nikapotea njia kwa kutukana na watangazaji, kwa kufanya nini. Hizo ni sifa mbaya. Unaona? Sasa nikasema neno la mwisho tu, wanisupport. Unaona? Wasikie nyimbo zangu, wanipush zaidi. Pia wakisikia nyimbo zangu fasi, unaona, wana mtu kama iko na kitu cha kunambia, unaona, ana comment anambie kama nimefanya kitu kizuri ama kibaya, aniandikie. Mimi niko mtu nasikiaga, unaona, nitasikia na nitamjibu. Unaona, neno la mwisho naweza nikasema nashukuru sana mapenzi wangu kweli, mpaka hapa kwenye nafikia ni kwa ajili ya mapenzi wangu. Unaona, sio mimi ndio nimejifikisha hapa, ni kwa ajili yao. Sasa naweza nikasema na upoti kwenye wapo, Mungu awabariki na pia wazidi kuniombea Mungu nifike mbali zaidi, bila kusahau kwanza nchi yangu Burundi. Najua hii wataipata kila kona, kila kona, na pia na imani wako wananiombea, na pia na imani wako wengi wanahitaji nifanye mazuri zaidi. Nasema nitazidi kufanya mengi zaidi, kwa kusema niwaoneshe kama mimi niko na uwezo wa kufanya muziki wangu na muziki wetu wa nchi yetu upande zaidi. Nikushukuru kwa yote ambayo ameyazungumza Gaga Blue. Sina chochote cha kuongeza zaidi tu nikukumbusha vitu vikali kama hivi unavipata sio kwingine popote, ni Global TV pekee ndani ya entertainment exclusive interview. Unachotakiwa kufanya, kama ulikuwa tayari umesha-subscribe, bofya kikengele pale kwenye sehemu iliyoandikwa subscribe kwa pembeni uweze kupata notification updates zote, lakini kama ulikuwa bado, hakikisha tu unabofya sehemu iliyoandikwa subscribe. Is your best presenter Kelvin Shayo, nyuma ya camera, much respect to my big director Amani Madebe. Kubwa zaidi ni kwako ambaye muda wote tumekuwa pamoja. 3
ni kwa Gaga Blue kwa kitu ambacho amekifanya kikubwa. Unajua amesema ana respect, na kweli nimegundua na respect, na imani na wewe hiyo respect umeiona. Have a nice time, tukutane katika vipindi vingine. Vunja besi za madukani ndipo ambapo tunaelekea pale kituoni kwa gharama nafuu kabisa tuweze kushare kama nilivyokuambia hizo hapo, lakini pia unapatikana Mbagala za Camp pale Da Live. 15 bei ya t-shirt kali, trouser kali 19, simple raba kali 23, ma bling bling kama vile ambavyo ameshine Gaga Blue unaweza kuyapata vile vile. Have a nice time. Bye bye. Ladies and gentlemen, Solid Rock Promotions inakuletea mapambano 6 kuwania mkanda wa Global TV Online Afrika Mashariki na Kati. Da Live Mbagala. Kengele itakapogongwa chini ya usimamizi wa TPBO, mapambano ya utangulizi ya kutosha yatafuatiwa na mapambano kati ya Francis Miyeyusho Chichi Mawe wa Tanzania akizipiga na Israel Kamwamba kutoka Malawi, na Idi Pialali wa Tanzania atakipiga na Regional Champion kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Nasibu Ramadhani wa Tanzania akizichapa na Tinashe Wadiwane kutoka Zimbabwe. Likiwa ni pambano maalum kwa watu maalum watakaopewa kadi maalum, kutakuwa na surprise kibao, na wewe shabiki nambari 1 wa masumbwi utaliona pambano hili bure kupitia Global TV Online kwenye simu yako ya kiganjani. Cha kufanya, nenda YouTube channel ya Global TV kisha bonyeza kengele, na kama umeshajiunga na Global TV bonyeza kengele ili ujulishwe mara tu pambano litakapoanza. Ili usipitwe na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia ya Global TV Online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser kisha search neno YouTube. Ikifunguka, andika neno Global TV Online na usearch. Baada ya kufunguka, subscribe na ujiunge nasi, kisha bonyeza alama ya kengele na usave. Hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri Global TV Online papo hapo. Global TV Online, ulipo tupo mubashara.